Karibu tena mtazamaji. Madaktari chini ya muungano wa madaktari nchini KMPDU pamoja na wanaharakati kutoka katika kaunti ya Kiambu wamefanya mgomo wakilalamikia kimya cha serikali ya kaunti hiyo katika mgomo wao ambao sasa umeingia siku ya 138. Muungano huo sasa umetishia kumtimua gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kwa kuwasilisha ombi kwa rais aivunje kaunti hiyo. Mudhoni Brenda na taarifa kamili. Kwa sehemu kubwa ya siku ya Jumatatu, mitaa ya Kiambu iligeuka jukwaa la kilio na hasira. Madaktari wakiongozwa na chama cha madaktari KMPDU kwa kushirikiana na wanaharakati wa kijamii wakijitokeza kwa maandamano kupinga kile wanachokiita kutojali na ukimya wa serikali ya kaunti kuhusu mgomo wa afya unaoendelea. Na hakuna madaktari. Our people are dying. Maandamano hayo yalianzia katika hospitali ya rufaa ya Kiambu ambako madaktari walimshtumu vikali gavana Kimani Wamatangi kwa kutumia maigizo ya kisiasa ili kuwahandaa wananchi, ilhali hali halisi ya huduma za afya inazidi kudorora. Mwambia anaenda hospitali anafanya PR, anachukua wamama, anahaya wamama na wapeleka huko wanaanza kuimba. Mambo yalipochacha, maandamano hayo yalichukua mkondo mpya. Safari hii maandamano yakielekezwa moja kwa moja hadi afisi ya gavana. Madaktari hao walikuwa wamebeba majeneza madogo, ishara ya vifo vya watoto wachanga vinavyodaiwa kutokana na mgomo huo wa muda mrefu. Majeneza tulikuwa tumebeba juu ya watoto wamekufa wengi. Hata hivyo, kabla hawajawasilisha ujumbe wao, kundi la waandamanaji lilivamiwa na genge la vijana waliovamia na kuharibu majeneza hayo wakijaribu kuzima maandamano hayo. Lakini si kwa urahisi, kwani madaktari na wanaharakati walijipanga upya, wakaonyesha mshikamano na hatimaye wakaweza kufika katika afisi za serikali ya kaunti, wakati huu wakiwa na vitisho vikali zaidi. Ni kama hatalipa madaktari warudi kazi, watiiti watoto wetu, he must go. Wamatangi, stop everything else. Health is our number one priority. It is either you shape up or you shape out. Wamatangi, you will go. Sasa KMPDU imetangaza kuwa imeanza rasmi mchakato wa ukusanyaji wa sahihi ili kuwasilisha ombi kwa Rais William Ruto kuvunja serikali ya kaunti ya Kiambu kwa misingi ya kushindwa kutekeleza majukumu ya msingi ya kutoa huduma za afya kwa wananchi. That beginning tomorrow we are going to be collecting signatures, 10% of the residents of Kiambu, that's 120,000, to petition the parliament, to petition the president to dissolve this county. Kwa wananchi wa Kiambu, mgomo huu haukuwa tu kuhusu mishahara ya madaktari, bali ni kilio cha haki ya msingi ya kupata huduma bora za afya. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa serikali kuu iwapo itachukua hatua au mgogoro huu utaendelea kuandika historia ya aibu katika sekta ya afya. Mudhoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi.